wonders. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within. Yesu akaja, ujumbe wake wa kwanza ni huu: tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ndiyo ujumbe wake wa kwanza. Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu, akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiba. Yesu atakuja, yule aliyesema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Lazima kuacha dhambi, lazima kuacha dhambi, lazima kuacha dhambi, lazima kuacha dhambi. Ukiendelea na dhambi zako, ujue utakwenda juu. Maisha yako yataishia hapa hapa duniani. Utakula ugali hapa hapa, utakula wali hapa hapa, utachanganya na mlenda hapa hapa. Maisha yako hapa hapa. Kule hakuna. Sharti la kule la kwanza ni kuacha dhambi. Kuacha dhambi. Dhambi ni mbaya. Wewe ona, ilimfanya Yesu atoke mbinguni, aache enzi na mamlaka kule, haje auvae mwili ili ashughulikie dhambi. Ili ashughulikie dhambi. Hakuna jambo lolote lililomleta duniani Yesu bali na kushughulikia dhambi. Kushughulikia dhambi. Miaka yote aliyokuwa duniani, moyo wake ulikuwa unahuzunika, akiwaona watu bado wanaishi katika dhambi. Anawaona wanawake bado wanazini, wanachukua miili yao kuzini, kujiuza. Anawaona wanaume wanachukua pesa zao kununua dhambi. Mwanaume mzima na pesa zake mfukoni anazichukua, anazipeleka kununua dhambi. Tena siku hizi tunapiga kelele, jamani, kuna ukimwi, lakini wako watu ambao wasikii. Anachukua pesa yake ya mshahara yote anakwenda kununua ukimwi. Yani anazichukua, amefanya kazi mwezi mzima, ametaabika, anapopata mshahara anakwenda mwenyewe. Tena angekuwa anatamka, unajua anaenda wapi? Naenda kununua dhambi. Angekuwa anatamka. Lakini wakati mwingine ukimuuliza, "Halo, unakwenda wapi?" "Nafika pale kidogo, pale kidogo." Lakini kumbe afiki pale kidogo, anakwenda kununua dhambi. Anakwenda kununua dhambi. Si afadhali uende kwenye bucha ununue nyama tu. Pale kwenye bucha nunua nyama, weka kwenye lile karatasi kubwa lile, changanya steki na nini na mchanganyiko, waweke na utumbo kidogo, waweke na makongoro kidogo. Alafu unatoka kule kazini, unarudi nyumbani. Ukifika pale nyumbani, unawaita wa nyumbani, "Halo, nimefika, leo ni siku ya mshahara, nimekuja na nyama." "Baba, karibu baba, karibu. Wabeja baba. Karibu wabeja." Angalau wakupokee wanywe supu. Lakini cha kushangaza, siku moja watakuja kushangaa ghafla. Upo hapo mzee wa nyumba, baba wa familia, mzee wa nyumba, baba wa familia, ghafla tu unaanza unajua ni kiangazi, kuna vumbi sana siku hizi, wanatengeneza barabara, vumbi kuna vumbi siku hizi, wanatengeneza barabara. Ulikwenda ukanunua ule ugonjwa, unajua mwenyewe.
Baba mmoja akasema, anamwambia mke wake, sasa mimi nataka uanze wewe uende. Kwa nini unanisukumizia mimi? Uanze wewe uende. Nenda kwanza wewe. Bahati nzuri yule mama alikuwa ameokoka yule mama. Mume wake ana msurubu kweli kweli. Mimi sitaki vya kuokoka hapa, sitaki vya kuokoka. Yule mama akajisimamia kweli kweli. Akasema, mimi na Yesu, nisipokuwa na Yesu maisha ninayoyaona kwa mume wangu, ukitaka kujua maisha sitaishi, nitakufuatilia anaotembea nao, watakueleza mkanda mzima. Kwa hiyo marafiki zako wanakufahamu vizuri, na Biblia inasema wakati mwingine ni marafiki tu, lakini wanatafuta roho yako. Usifikiri wote wanakupenda, hawakupendi ngo. Wakati mwingine wanakupenda kwa sababu zipo, lakini siku zikiishi, marafiki wote hutawaona. Wakati mwingine utabakia na marafiki ambao wenyewe hawakimbiaki chochote hata kama kimeoza. Hizi ni marafiki mpaka kitu kimeoza bado wako pale pale. Lakini wengine basi yule mama akasema, ndio nakwenda kupima. Mama akaenda akakimbia pale akapima tena mara ya ngapi, ya pili. Daktari akamwambia, mama, afya yako nzuri, lakini mume wako yuko wapi? Ana siku hizi lazima na mume aende. Mume wako yuko wapi? Mimi namwambia anakataa. Haya, nenda mwambie na yeye aje apime. Alafu mueleze sasa kwamba ulishamueleza. Akasema, bado. Mueleze sasa kwamba wewe ni mzima na yeye aje apime. Akarudi nyumbani. Baba fulani Mwadira, najifunza sasa na mimi Kisukuma. Mwadira Moradu, nimesharudi. Unatoka wapi? Natoka hospitali. Si uliniambia mimi nitangulie kupima, wewe unakataa. Mimi nimetoka hospitali. Hayo sasa. Hayo. Nieleze sasa. Nieleze. Niambie. Baba fulani, mimi nimepima, ni mzima. Ni mzima kabisa. Mimi sijaathirika. Mzima. Alafu hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza ile sikukwambia. Ni mzima. Hapo wote ni wazima. Wote akamwambia, hapana. Uende upime na wewe uje na taarifa kama ni mzima au hapana. Na mimi nitakwenda. Nitakwenda. Baada kama ya mwezi hivi, mke wake anamsisitiza, lakini baba fulani uende upime. Mkali kweli kama nini? Mkali kweli. Kwani wewe unanionaje? Nipime, unanionaje? Mimi sijakuona, nakuona vizuri, lakini uende ucheki afya yako. Kwani mimi unafikiri mimi ndiye mzinzi? Hapana. Cheki afya yako. Mimi nimesha cheki. Umeniambia ni cheki, sasa nimesha cheki. Mimi ni mzima. Na wewe nenda ucheki afya yako. Siku moja akaamua. Akaenda na yeye. Akaenda kujionyesha kule Angaza. Wakamwangaza vizuri. Baba, nenda umwite mke wako. Tunataka tukupe majibu na mke akiwepo. Mke wangu alishakuja hapa. Yeye alishapata majibu kwamba ni mzima. Alikupa majibu, alinipa majibu kwamba ni mzima. Mpigie simu waje hapa. Uwape majibu wote. Yule baba akashika simu. Akapiga. Mama fulani, njoo hapa. Wamekataa kunipa majibu. Wanasema na wewe uje upewe hapa majibu wote. Yule mama akaoga haraka, akanawa mkoba wake hapa, kimbia. Afika wa daktari, kamkuta mume wake yuko pale. Kakikohoza akaishi. Kakavu kama nini? Kale kakikohoza.
Basi mimi nimefika. Wewe ndio mke wake? Ndio. Sasa wewe mama umekwisha pima? Ndio. Hapana, na wewe tunataka tuchukue damu yako tena tupime. Sawa. Wakachukua damu yako, wakaenda kupima. Sasa daktari ametokea hapa, uko tayari niwape majibu yenu? Ndio. Nianze nani? Mama akasema uanze mimi. Mwanaume akasema anza huyu. Mama akasema anza mimi. Mama, umecheki vipimo vyako, uko salama. Asante, uko salama kabisa. Sasa baba, hivi tukisema damu yako ni chafu utajisikiaje? Bwana, kwani ni chafu? Tumekuuliza. Tukisema damu yako ni chafu utajisikiaje? Haina shida. Na tukisema wewe ni mzima, wale watu wanajua kweli, wamejifunzia habari za ushauri, wanamshika mtu vizuri, wana saikolojia ya ajabu, wanamkamata vizuri alafu ghafla wakamwambia, baba, vipimo vyako havijaonyesha vizuri, inaonekana damu yako haiko salama. Tayari haiko salama, umekwisha athirika. Unasema umepima vizuri? Ndio, nimepima vizuri. Umekwisha athirika? Hapana, kipimo kirudiwe vizuri. Umepima vizuri? Ndio, nimepima vizuri. Umekwisha athirika? Hapana, mimi naomba kipimo kirudiwe vizuri. Itakuwaje mke wangu yuko salama alafu mimi kigugumizi kikaanza, wakati alikuwa anajua kuongea vizuri. Kigugumizi tayari. Wakamhurumi, wakasema hauamini. Haya, ngoja tu. Kwa hiyo marafiki zako wanakufahamu vizuri, na Biblia inasema wakati mwingine ni marafiki tu, lakini wanatafuta roho yako. Usifikiri wote wanakupenda, hawakupendi ngo. Dhambi yako ni hiyo, inakumaliza. Hiyo ndiyo dhambi yako, inakumaliza. Hiyo ndiyo dhambi yako. Nani akusaidie? Nimemleta Yesu. Watu wa Ushirombo, sikiliza neno la Bwana. Nimemleta Yesu kwenu, ndiye mwenye uwezo wa kukuondolea hiyo dhambi iliyo ndani ya moyo wako. Wewe unaijua, haikuachi salama, na wewe unajihakikisha umekwisha jaribisha kuacha, lakini haiwezekani. Ukijitahidi kidogo unarudia pale pale, ukijitahidi kidogo unarudia pale pale. Wiki moja tu umejiweka sawa, lakini wiki ya pili unashtukia umerudi pale pale, unafanya lile lile. Moyo wako unakwenda kasi, unajihurumia, hakuna huruma. Unashtukia umerudi pale pale, moyo wako unakwenda kasi, unakwenda kasi. Hakuna mtu wa kukuonya. Wote ulio nao wanakutia moyo, wanasema kula maisha, kufa kwaja, kula maisha. Unakufa, unakwenda wapi? Leo nikutia moyo, mara ya mwisho nikutia moyo. Ukivuka hapo, mbele yako umechorwa mstari mwekundu, mbele yako umechorwa mstari mwekundu. Utauvuka huo. Ukiuvuka mbele ya Yesu, hakuna utakayemlaumu. Injili ndiyo hii yenye uwezo wa kukuondolea hilo ulilo nalo ndani ya moyo wako. Sio pombe unazokunywa, haziwezi kukuondolea lililomo ndani ya moyo wako. Ukinywa pombe unajiridhisha, unasema ngoja ninywe pombe, angalau hili litaisha, litapungua, angalau mawazo yatapungua. Unakunywa pombe, unalewa, unalala chakari, lakini ghafla asubuhi pombe zimeisha. Tatizo liko pale pale, wala liondoki, liko pale pale.
Lakini mtu akikuuliza umelalaje, unasema nimelala salama, lakini kumbe hauko salama, hauko salama, hauko salama, hauko salama. Usione nyumba hizi zimejengwa lakini na mabati mazuri, lakini aliyemo ndani ya nyumba ndiye anajua kilichomo, anajua kilichomo. Wewe unajua kilichomo. Wengine hawalali kwenye nyumba zao, hawalali, wanatamani kukimbia. Kilichomo ni kibaya, kinawafanya wasisinzie, kinawafanya wasitulie. Unabeba mzigo wako mwenyewe. Mtu akikuuliza umelalaje, ujambo, unasema mimi si jambo. Hapo kumekucha, mimi si jambo, mimi niko salama. Kumbe hauko salama, mambo yamekubadilikia, hauko salama. Na hauko salama kwa sababu unaikwepa Injili, wakati Injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Injili ni uwezo wa Mungu unaondoa dhambi ndani ya moyo wako. Hiyo dhambi uliyo nayo hakuna atakaye kuondolea, hakuna. Wala kisomo chako hakiwezi kukuondolea dhambi, haiwezekani. Marafiki hawezi kukuondolea dhambi, hakuna, 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 hakuna sindano ya dhambi. Huwezi kusema ngoja niende nidungwe sindano ili dhambi iondoke. Hakuna, hakuna sindano ya dhambi, hakuna kidonge, hakuna kidonge cha dhambi, hakuna, hakuna kidonge cha tamaa. Tamaa uliyo nayo wewe, hakuna kidonge cha tamaa. Tamaa uliyo nayo wewe, hakuna kidonge cha wizi. Wizi ulio nao wewe, hakuna kidonge cha ujambazi. Ujambazi ulio nao, hakuna kidonge cha wizi. Wizi ulio nao, hakuna kidonge cha tamaa, hakuna. Tamaa zinakuwaka mpaka leo. Zikikuwaka ulali, wewe unajua mwili wako unatokota kama sufuria iliyoko kwenye mafiga. Haukufanya utulie, unashika huyu unamwacha huyu, unashika huyu unamwacha huyu. Wamepita wangapi juu ya maisha yako? Wangapi wamepita? Jililie mwenyewe, jililie mwenyewe. Wangapi wamepita? Habari za Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Anasema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Ni lazima kutubu, jiandae kwenda mbinguni. Acha dhambi, mpe Yesu maisha, hawe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu ndiye atakaye kusaidia. Yesu ndicho kidonge cha kuondoa dhambi. Ukimpata Yesu akaingia ndani, umepata dawa ya kuondoa dhambi, kwa sababu dhambi inatoka kwa shetani, na shetani ndiye anayetumia roho zake chafu ili simuingie mtu na mtu asitukie, anaendelea kutenda dhambi pasipo kuacha. Sasa ndio maana nimesema hakuna kidonge wala sindano kinachoweza kikaondoa dhambi. Haiwezekani, isipokuwa Yesu aliyetoka juu mbinguni akaja duniani. Yeye ndiye mwenye mamlaka ya kukusamehe, ndiye mwenye uwezo wa kukusamehe, ndiye mwenye uwezo wa kukutakasa na kukuondolea dhambi zote. Ukimpa Yesu maisha akawa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Yesu ataingia ndani, ataondoa kile kinachokusumbua, ataiondoa ile dhambi. Hata kama dhambi zako ni nyekundu kama nini, inawezekana ulikuwa unawaza hivi, na mimi naweza kusamehewa. Leo nakupa jibu, ndio unaweza kusamehewa, ndio unaweza kusamehewa, ndio unaweza kusamehewa, kwa sababu Bwana Yesu bado amekuweka duniani ujafa. Nafasi yako ipo. Mpe Yesu maisha, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Ataingia ndani yako, atakuangua kila kitu kilichomo ndani, ataondoa mzigo ulio nao. Umekulemea, uwezi huo mzigo ni mbaya mno. Wewe unajua wakati mwingine unakufanya usilale, usingizi ukose, kwa sababu ya shida na matatizo ulio nayo na mzigo wa dhambi ndani mwako. Lakini Yesu akasema, leteni mizigo yenu yote, mimi nitajitwisha. Mletee Yesu mzigo wako, yeye ajitwishe. Utubu, mpe yeye huo mzigo.
Mwambie Yesu, mimi niko hapa na kuhitaji. Maisha haya siyawezi kuyabeba mwenyewe. Yeye yuko tayari kukubebea, maana ndiyo kazi yake iliyomfanya afe msalabani. Na ndiyo maana ujumbe wake wa kwanza aliwaambia watu, na anakuambia wewe leo, kwamba tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Maana yake ana uwezo wa kukusamehe dhambi zako zote. Ukija kwake ukasema, mimi niko tayari na kukabidhi maisha yangu, Yesu, na kukabidhi maisha yangu, niondolee dhambi nilizo nazo. Yesu, na kukabidhi maisha yangu. Yeye yuko tayari, hajakutupa nje kamwe, anakupenda. Ndio maana umepita mambo mengi, lakini bado ngapi wewe Mungu umemuonga nini? Inawezekana waliokutangulia walikuwa na dhambi kidogo, lakini za kwako ni nyingi mno. Lakini Bwana Yesu bado anakupenda. Amekusubirisha wiki hii na siku hii ya leo, ili umwamini, umpe maisha, usije ukafa ukaenda jehanamu. Pokea, yuko tayari kukupokea. Ameinua mikono yake miwili, alipigwa misumari mpaka kukumbatie. Afute jina lako kwenye kitabu cha hukumu, andike jina lako kwenye kitabu cha uzima. Watu wa Ushirombo, sikiliza neno la Bwana. Siku ya kwanza kwenu, tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni. Ampokee katika ufalme wake. Nami jioni ya leo niko tayari kukuombea. Maombi ya kwanza ya kufikie hapo ulipo. Maombi ya kwanza ya kufikie. Neema ya Yesu Kristo ikufunike hapo ulipo. Ikufunike hapo ulipo. Mwambie shetani ndani ya moyo wako kwamba leo ni mwisho. Leo ni mwisho. Unamkabidhi Yesu maisha, akusaidie. Leo ni mwisho. Ufalme wa mbinguni ni wako. Ni wako ufalme wa mbinguni. Leo ni mwisho kuishi maisha ya dhambi. Ni mwisho, yakatae. Na kuna atakaye kusaidia kukataa maisha hayo. Yakatae mwenyewe. Yakatae mwenyewe. Yakatae. Yesu anasema uyakatae. Anasema uyakatae. Hayo maisha mabaya ya dhambi hayafai, yakatae. Fanya maamuzi ndani ya moyo wako, na haya atakupokea. Atakuumbia moyo safi. Utakuwa safi na mweupe. Utatoka hapa ukiwa na furaha na amani. Ukielekea nyumbani. Ukielekea nyumbani, shetani hatakuona tena. Yesu atakuweka mikononi mwake. Shetani hatakugusa tena. Roho chafu hazitakugusa tena. Dhambi itasogea mbali na wewe, maana ameingia yule mwenye uwezo wa kuondoa dhambi. Amani iwe kwako. Bwana Mungu amesema na wewe leo. Unamhitaji Yesu akusaidie. Unamhitaji Yesu akuondolee shida zako. Unamhitaji Yesu akuokoe, akuondolee dhambi zako. Ni kweli unamhitaji Yesu. Unamhitaji Yesu akusaidie. Hakuna wa kukusaidia duniani. Yesu peke yake, ndugu yangu. Yesu tu ndiye anayejua maisha yako ya duniani mafupi. Yesu ndiye anayeyajua. Yesu yuko tayari kukuondolea leo. Shala moja tu, utanyosha mkono wako juu namna hii, nikuone alafu nikuombee. Ambaye uko tayari unasema unampa Yesu maisha, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nyosha mkono wako juu, nami nitakuona alafu nitakuombea. Nyosha tu mkono wako. Nyosha namna hii. Asante uliyenyosha mkono, usiushushe. Usishushe mkono wako. Nyosha. Mungu akubariki uliyenyosha mkono. Usiushushe. Kama umeunyosha mkono wako namna hiyo, ninaomba sasa kila uliyenyosha mkono, nami ninakwenda kukuweka kwa Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kila uliyenyosha mkono sasa, njoo hapa mbele. Hapa mbele nilipo, alafu niombe kwa ajili yako. Kila uliyenyosha mkono. Siku ya kwanza ya mkutano sitadaiwa, nimetoa nafasi. Kama ulijua ulinyosha mkono,
alafu ukuja hapa kuombewa. Mimi utanidai. Asante kijana, Mungu akubariki. Sogezi hapo kwenye jukwaa kabisa. Asante. Kama uko mwingine ulinyosha mkono, alafu ukuja hapa. Alafu ukuja hapa. Kama upo mwingine ulinyosha mkono, usimamishe hapa. Kama upo mwingine ulinyosha mkono, alafu ninakuja kwako. Ninakuja kwako. Mimi mwenye dhambi. Mimi mwenye dhambi. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nimesikia neno lako. Nimesikia neno lako. Sasa nakuja kwako. Nakuja kwako. Naungama dhambi zangu. Naungama dhambi zangu. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nisamehe. Nisamehe. Kuanzia leo. Kuanzia leo. Ninatubu kwako. Ninatubu kwako. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nisamehe. Nisamehe. Ninakukiri sasa. Ninakukiri sasa. Kwa kinywa changu. Kwa kinywa changu. Na ninakuamini. Na ninakuamini. Kwa moyo wangu wote. Kwa moyo wangu wote. Wewe ni Yesu. Wewe ni Yesu. Nafungua moyo wangu sasa. Fungua moyo wangu. Karibu Yesu. Karibu Yesu. Uingie. Uingie. Andika Bwana Yesu. Bwana Yesu. Nisaidie. Nisaidie. Niondolee mizigo yote. Niondolee mizigo yote. Nimekuamini sasa. Nimekuamini sasa. Na kukabidhi maisha yangu. Na kukabidhi maisha yangu. Yesu nipokee. Yesu nipokee. Kwa jina lako Yesu. Kwa jina lako Yesu. Amen. Amen. Endelea kufunga macho yako. Mkono wako mmoja wa kulia weka kwenye kifua chako. Weka kwenye kifua chako. Mkono wako mmoja wa kulia weka kwenye kifua chako. Asante Yesu, asante. Ulimwaga damu yako kwa ajili ya huyu mama, kwa ajili ya huyu baba, kwa ajili ya huyu kijana. Ulikufa msalabani kwa ajili yake. Yesu ninakushukuru. Yesu ninakushukuru. Sasa shuka, wasafishe, takasa kila moja ndani ya moyo wake. Muondolee dhambi. Yesu, muondolee dhambi. Muondolee dhambi. Damu yako Yesu imtakase. Imweke huru kuanzia sasa. Minyororo ya yule adui shetani ivunjike ndani ya maisha yake. Moyo wake uwekwe huru. Neema yako sasa imemshukia mama huyu. Imemshukia baba huyu. Ajisikie furaha na amani. Hakuna hukumu tena ndani yake. Hakuna hukumu tena ndani ya maisha yake. Hakuna hukumu tena ndani ya maisha yake. Yesu umemsamehe na kumtakasa, wala dhambi zake hazitakumbukwa tena. Na mkabidhi mikononi mwako. Asante kusikia. Na muweka kwako. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Asante Yesu. Haleluya. Wewe ni mwema mno. Asante kwa kuwapokea hao. Nami nawaweka mikononi mwako sasa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet and say, with
justify.